السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله في اليسر والعسر، الحمد لله في السراء والضراء، الحمد لله حمدا لا ينفد أوله، الحمد لله حمدا لا ينقطع آخره، الحمد لله حتى ترضى، الحمد لله إذا رضيت، الحمد لله بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله له الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam, ndugu zangu Waislamu, kwa dakika hizi chache ambazo kwamba tuko nazo takriban 15 ili kufikia wakati wa khutba ya Jumaa, tunaenda kukumbushana, ikiwa ni malengo ya kikao hichi, juu ya uovu wa ushirikina. Shirk akbar fasadin fil ard, shirki ni katika au ni ufisadi mkubwa katika ardhi, ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameenda kuikemea shirki na akakosa nafasi ya tauba anayeondoka duniani akiwa mshirikina. Kalima hii ambayo imekuwa kalima na ajenda ya manabii wote, wanachuoni watuambia fal ifsadu fil ardi la yuhibbuhu Allah. La kwanza tufahamu ya kwamba ufisadi katika hii ardhi Mwenyezi Mungu hapendi. Fahuwa yaudu ala sahibihi bil khusran, ufisadi unapotekelezwa madhara yake yanarudi kwa wale watu wanaofanya ufisadi huo, hasara zake zinarudi kwa wale wenye kufanya ufisadi huo. Mfano, itakapokuwa ni ufisadi wa uzinifu, madhara yake yanarudi kwa wale wazinifu, kwamba wanapata magonjwa mbalimbali na ufukara na kisha iqabu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ikiwa ni ufisadi wa ushirikina, madhara yake yanarudi katika dunia kwa washirikina na kisha yanapatikaniwa madhara yake mpaka akhira. Ama katika madhara yaliyopo duniani, falmasaib, hawa wenye kufanya jarima ya ushirikina kwanza wanakuwa ni watu wa majanga, watu wa matatizo yasiyoisha. Wa fil akhirah bima a'addahu Allahu azza wa jalla likulli mufsid bil adhab wal khusran, na ikiwa ni akhirah Mwenyezi Mungu amewaahidi adhabu washirikina. Kwenye dunia Mwenyezi Mungu amewaahidi matatizo, washirikina wana raha. Na tukifuatilia maisha ya mushrikun, hawana amani. Kwa nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya sura Ra'd anasema alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum
bidhikrillah. Wale walioamini wanapata kutulia, nyoyo zao hazina babaiko, hazina matatizo wala depression, kwa utaji wa Allah tabaraka wa taala. Washirikina hawamtaji Mola subhanahu wa taala, lakini waliokuwa na imani wanapata utulivu na amani kwa kupatikaniwa dhikrullah. Kwanza wanapata amani ya kiuchumi. Nafikiri wengi hulia maisha magumu, si hivyo? Watu wanalia kwamba maisha ni magumu, lakini kwa waumini ugumu huu hawauoni, kwa sababu wao wanaridhia kwa vigawanyo vya Allah tabaraka wa taala. Kwao wamekwenda kumfahamu mtume wao ya kwamba ile furaha wanayopata ni majambo yalikadiriwa kabla hata yeye kuwepo duniani, na yale masaibu yanayowapata anafahamu kwamba haya ni mipango ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo anapata amani, mu'min anapata amani. Ama mshirikina atakwambia hapa kuna mkono wa mtu, anataka ajue kwa nini anashinda na njaa, akatafute sababu za kwa nini yeye wanapata tabu pale nyumbani. Mushrik wakigonjeka siku mbili tatu, tayari hapa kuna mkono wa mtu hapa, ni lazima wajue nani kasababisha haya. Na hata akija kwenye upande mwingine huu wa Uislamu, sasa kaja kwa ustadhi au kwa sheikh, kwa tabibu wa ruqya, mwisho atauliza, ustadhi, kwani uwezi angalia uko wapi? Kwa hiyo washirikina hawana furaha kwenye maisha ya dunia, na vile vile wataikosa furaha mbele ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu amana, furaha Mwenyezi Mungu ameiweka ni chombo maalum kwa waumini. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Kisha fahamuni nyinyi watu ya kwamba utaji wa Allah ndiyo roho zinatulizana, maisha yanakuwa barabara, watu wanapata amani ya nafsi kwa kumtaja Allah tabaraka wa taala. Leo hebu mwambie mtu bana, unatakiwa katika mafundisho ya Mtume hakuna kufungia boma. Lafungiwa vipi? Ukiamka asubuhi soma sura Bakara nyumbani kwako. Hiyo ndefu sana hiyo, 280. Hakuna kitu unaweza peana, labda kikaenda kuwekwa pale ndani ya nyumba au kwenye mlango au kwenye boma lake. Kaambiwa bana, lete mchanga wa kona za ploti yako, shamba lako zima, akachote mchanga huko na mchanga huko, utengeneze mchanga ule, kisha aje aregeshe sehemu hizo. Hiyo ndio kinga watu wanataka. Lakini tukirudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunapata dhikrullah, sababu itminanil qulub, kumtaja Allah imma kwa kusali na kusoma Qur'ani na adhkaru sabahi wal masa, ni sababu ya sisi kutulizana nafsi zetu. Kwa hiyo mushrik anapata masaibu kwenye dunia, na kesho akhera anakutana na adhabu na hasara ambazo kwamba hazina ukomo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitueleza katika sura Shura aya 30, wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir, na hakuna yale yanayokusibuni katika matatizo na mitihani na misukosuko, isipokuwa matatizo hayo na majanga hayo yanakuja kwenu kwa chumo za mikono yenu, kwa sababu ya matendo yenu wenyewe. Wa ya'fu an kathir, kisha Allah amesamehe sehemu nyingi sana. Tumefanya mengi, Allah hakupatiliza, kasamehe. Walau yuakhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba, lau Mwenyezi Mungu angewachukulia watu kwa sababu ya yale matukio na matendo anayoyafanya, basi asingepatikaniwa kwenye mgongo wa ardhi hii chochote kinachotembea. Adab ni kila kiumbe au kinofu kinachotembea kwenye ardhi, ima ni mwanadamu au ni mnyama, anaingia kwenye kalima hiyo.
lakini kwa sababu Allah kuna mambo mengi tumeyafanya katusamehe, ndio bado tunapatikana kwenye ardhi hii. Ili tuipate amani, tunatakiwa kumtaja Allah tabaraka wa taala na kuepuka jaraim la ushirikina. Washirku billah, na jambo zima la kumshirikisha Allah, min a'dhami alfasadi fil ard, hili ni nukuu ya kwanza ya ufisadi kwenye dunia. Tuache zinaa kando, tuache ulevi kando, tuache mengine yote, lakini jambo la kwanza kubwa ambalo linachafua ulimwengu ni kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Na kila jamii, kila watu wana namna yao ya kumshirikisha nani? Allah subhanahu wa taala. Leo lau utatafuta sanamu huku ambalo limewekwa pahali, watu wanakupeleka nadhiri zao hapo, sadakati zao hapo, na mambo mengine, kafara zao hapo, tafuta sanamu, utachoka utolipata. Lakini utapata nini kwetu? Kuna mizimu, sijui kuna panga fulani, au kuna sehemu fulani ukifika huko bana na mbuzi yako au na kitu chako fulani, unazungumza unaotaka, yanapatikaniwa hayo. Sijui kuna Kigomeni, sijui kuna panga jua moja, sijui kuna Similani, wama ila dhalika na mfano wake. Kwa hiyo ukija ukimtafuta huku Lata, Uzza, Hubal, utawakosa huku. Hayako masanamu hayo, huku na kadhia zingine kabisa. Fadawatu ila ibadati ghairi llah, sasa inapokuja watu wakawalingania watu kwa asiyekuwa Allah tabarak wa taala, watu wakaitana wakakusanyana kwa ajili ya kusupport majambo ya kishirikina, badala ya watu waitane kwenye kuitana kwa Allah tabarak wa taala. Wakadhalika kullu madharun min madhahiri shirki billah, na vile vile watu wakaitana kwenye kila aina ya mtazamo au mitazamo ya kishirikina. Huwa a'dhamu fasadi fil ard, hayo yote ni katika ufisadi katika nini? Dunia. Yale yanayoendelea, watu kukusanyana wakaitana kwenye jambo ambalo kwamba ni la kumkera Allah tabaraka wa taala, hili linachangia ufisadi kwenye nini? Dunia, ambapo ilikuwa inatakiwa jamii ikusanyane waitane kwa Allah tabaraka wa taala. Ile michango wanayochanga ili kumuita mtu kuja kufanya tambiko za kishirikina, wangeichanga michango hiyo wakaweka umeme kwenye msikiti, wangechanga michango hiyo wakasimamia mwalimu wa madaris kuhifadhisha watoto wao Qur'ani. Lakini msikiti inaweza kuwa hauna busati, hauna mikeka ya watu kusalia, lakini mikeka hii mpaka itafutwe kwa Waarabu, kwa Somali, lakini kumbe senti Waislamu wanazo, jamii senti wanazo, lakini hazitolewi kwa jambo hilo, hazitolewi. Kwa hiyo shirki na watu kuitana kwa Allah tabaraka wa taala, au chochote ambacho kwamba kina mtazamo kama huo wa ushirikina, hiyo ni fasadi iliyokuwa kubwa katika ardhi. Bali ufisadi uliokuwa mkubwa kwa hakika kabisa, ndugu zangu katika imani, hakuna zaidi ya ushirikina, hakuna. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah anatuambia, wad'awatu ila ghairi llah, na ile watu kuitana kulinganiana kwa asiyekuwa Allah tabarak wa taala, wa muta'un, na watu wakaitana kwenye jambo zima la kutii ghairi rasulillah, na akawa mwenye kutuiwa ni kinyume cha mtume wa Mwenyezi Mungu. Watu wakaitana kwenye taa,
lakini taa hii ikawa sio ya mtume, wa huwa a'dham fasadu fil ardh, hili nalo pia vile vile ni katika kubwa la ufisadi katika ardhi. Wala salahu laha, wala halina faida au mafanikio jambo hilo, wala li ahliha, wala kwa watu wake wanaolifanya. Ikiwa jamii itakusanyana walinganiane nje ya mipaka ya Allah tabaraka wa taala, au jamii iitane katika taa nje ya taa ya mtume, hii haitoleta faida wala haina mafanikio katika miji au mitaa au vijiji, na hata kwa watu wake wale waliokusanyana kwa jambo hilo halina faida kwao, illa bi an yakuna Allah wahdahu huwa al-ma'bud al-muta', illa kwa sharti iwe mikusanyiko yote watu wanaitana kulinganiana kupatiana mauidha juu ya kwamba Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuabudiwa na ndiye mwenye kutwiwa. Kama ni hivyo, basi hapo faida inapatikaniwa. Na tasaal sasa, sisi hebu Waislamu tujiulize, vikao vyetu, mikutano yetu,